الدين. يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخر الآية. فينبغي للمسلم أن يستقيم في دينه في رمضان نفسه وبعد رمضان. قال عليه الصلاة والسلام ناصحا لواحد من الصحابة لما سأله على علاج لهذا الدين، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فينبغي للمسلم أن يستقيم في دينه في رمضان وبعد رمضان. قال أبو بكر رضي الله عنه تفسيرا لهذه الآية: استقاموا فعلا كما استقاموا قولا، استقاموا فعلا كما استقاموا قولا. ثم بعد ذلك أيها المؤمنون، هناك علامات القبول، علامات التي تدل على القبول العمل، فإن الإنسان إذا قام بعمل صالح بعد ذلك هناك علامات التي تدل على القبول ذلك العمل. أولا الطاعة بعد الطاعة. المسلم إذا قام بالطاعة فينبغي له بعد رمضان أن يستمر في تلك الطاعة. وأيضا إتيان الحسنة بالحسنة. إذا كان المسلم يعمل شيئا حسن فينبغي له أن يستمر في رمضان وبعد رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا، أي يقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فينبغي للمسلم أن يعبد ربه إذا كان حيا حتى يأتيه اليقين وهو الموت. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضانا وأتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر. رواه مسلم. أيها المسلمون، ينبغي لنا أن نستمر في الطاعة بعد الطاعة كما كنا في رمضان، ولا ينبغي لنا أن نفر من المساجد وأن نترك مساجدنا أيتاما، فينبغي أن نستمر كما كنا من قبل. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Ndugu Waislamu katika imani, mada yetu ya leo tutaka kuzungumzia kuhusiana ni yapi yanayotakiwa kwa Muislamu kufanya baada ya Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi uliokuwa mwezi wa manufaa zaidi katika maisha yetu, lakini yapi yanatakana kwa Muislamu kuyafanya baada ya mwezi kuondoka? Yule ni mgeni wa muda tu. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ni masiku machache peke yake, ayyamu ma'dudat, mwezi umeshaondoka, umekwenda kwa kasi zaidi. Je, takana Muislamu afanye nini baada ya mwezi kuondoka? Huwa shahru Ramadhana, huyu ndio mwezi wa Ramadhani. Qad madha, ishaondoka na imeenda kabisa. Madha bi ayami, imeondoka masiku yake yalikuwa ndani yake. Al-fadila, masiku yalikuwa tukufu, masiku bora. Lailatul Qadr ikiwa ndani yake imeondoka, imeshaenda. Walayali al-amia baada an kana malaa asma'ana, imeenda na usiku zake ilikuwa na utukufu ndani yake baada kuwa ilikuwa imejaza masikio yetu, wa msara na macho yetu yote imejazwa na kheri katika mwezi ule. Wa hadithu manabirina, mazungumzo mbalimbali katika hiyo mimbari, wazungumzaji mashaikh tofauti tofauti, mawaidha mbalimbali ilikuwa kitolewa katika mwezi wa Ramadhani, yote imeenda. Wazinatu manairina, na uzuri kunawiri katika mimbari ya misikiti mbalimbali yalivyokuwa iking'ara kweli kweli, taa waka usiku kucha, watu wakiswali tahajjud, qiyamul layl, yote imeshaondoka. Ndugu Waislamu, usoma Ramadhani sana na vikao tulikuwa tukikaa vikinawiri kwa Qur'ani, vikinawiri kwa dhikrullah subhanahu wa ta'ala, yote imeshaondoka. Na maisha yote kwa mfumo wa kuishi msikitini, watu wakifanya itikafu msikitini, watu wakilala kama njiwa wa msikiti, aondoke msikitini kwa kheri kwa katika msikiti. Madha wa khalafa an-nas, masiku haya yameondoka yote na yameacha watu baadahu baina ash-shaqi wa sa'id, imewacha watu wengine wakawa watu wema na wengine wakawa watu waovu. Masiku yashakwenda mpaka mwakani, basi watu wamewacha katika vikundi viwili, wengine wakawa watu wema, watu wazuri,
na nyoyo zao na uzuri, wamepata durus katika madrasa ya Ramadhani. Madha allamaka Ramadhani, mwezi wa Ramadhani umekufundisha nini? Wa madha istafadta minhu, na umestafidi kupata faida kwayo kitu gani ambayo utajivunia kwamba Ramadhani imekufundisha hivi, Ramadhani imekufundisha ukarimu, Ramadhani imekufundisha kukaa na watu kama ikhwa, innamal mu'minuna ikhwa, Waislamu ni ndugu. Je, umejifunza katika Ramadhani au pengine Ramadhani umeshaondoka, ubakhili wako umeregesha tena, uchoyo wako umeregesha tena, ukabila wako umeregesha tena, wakati Ramadhani imetufundisha mambo mengi, madarasa vya msikitini. Madha allamaka Ramadhani, mwezi wa Ramadhani umekufundisha nini? Ramadhani imeacha baada ya watu katika kheri kuendelea na kheri zao, wamepata faida katika Ramadhani, kwa wanaendelea katika kheri, baina shaqi wa sa'id, wengine wakawa watu wema, wengine wakawa waovu, kwa sababu Ramadhani hawakupata chochote katika mwezi wa Ramadhani, na masiku yameenda, hatujui kama mwakani tutakuwa hai ama tuondoka duniani. Wafaizi wa khasir, na Ramadhani imetuacha katika wengine waliofaulu. Raghima anfu rajul adrakahu Ramadhan falam yughfar lahu, ameangamia na kupata hasara mtu ambaye Ramadhani imeingia na kaondoka na hakusamea madhambi yake. Miongoni mwa alama ya qabul al-amal, miongoni mwa alama kubwa ya kubaliwa matendo ya mtu, at-ta'a ba'da at-ta'a, kama tutakavyokuja baadaye, ni mtu kufanya ta'a baada yake akafuatiliza na ta'a, al-hasana baada hasana, kufuatiliza wema baada ya wema, ni alama kubwa ya matendo ya mtu kubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad faza fi Ramadhan man faza, amefaulu katika mwezi wa Ramadhani aliyefaulu birahmati wal ghufran, wa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala na ghufran, samaha, wal itq min an-niran, na kuna kikundi cha watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaacha huru na moto wa jahannam. Walillahi utaqa min an-nar wa dhalika fi kulli layla, na Allah subhanahu wa ta'ala na wafuasi wake ambao waacha huru na moto wa jahannam, na mambo hayo Allah yafanya katika kila usiku. Hal anta minhum, je, wewe miongoni mwao? Utajuaje ikiwa utafuatiliza wema baada ya wema? Ndio maana imeletwa sheria kufunga 6 min Shawwal baada ya Ramadhani kuisha, ufuatilize wema baada ya wema. Hal anta min al-utaqa min an-nar, je, wewe ni miongoni mwao walioacha huru wa jahannam? Wa khasira man khasir, na wamepata hasara wenye kupata hasara pia katika Ramadhani, ambao lengo lao lilikuwa ni kuacha kula na kunywa peke yake, wafanya madhambi kawaida, wanasubiri Ramadhani mifuturu watu jioni, mtu ajibanga kwenye kona yake iwasha vitu vyake, mtu ajibanga kwenye kona yake iwala vitu vyake, na amewacha vitu hivi Allah au katika hadithul Quds, yada'a ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, iwacha chakula chake, kinywaji chake, matamanio hisia za nafsi yake, min ajli, kwa ajili yangu mimi. Lakini mtu ameacha matamanio mchana, katika usiku yuacha vitu vyake, waliyadhu billah, pengine ni katika wale ambao wamepata hasara. Wa khasira man khasir bisababi al-ghafla wal butlan, kwa sababu ya kughafilika. Watu wasali tarawih, man qama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yote ma tasimama Ramadhani ambao ni tarawih, qiyamu layl, imanan, akiwa na imani kabisa kwamba anafanya jambo hili kwa ajili ya Allah, wa ihtisaban, na kiwa anatarajia thawabu kutoka kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, usamea madhambi yake yaliyotangulia. Ukiangalia msimu huu wa Ramadhani wa huu, wangapi walikuwa wasali tarawih? Msikiti unafuta hapo, ushangaa watu wameenda, watu hawako msikitini, na wengine pia wakaja msikitini wakaweka vitu vyao nje ya kupumzika tu, spika kiwasha nje wazima, tunapiga kelele Allahu Akbar, Qur'an inasoma, watu watoka na machozi ya kufahamu kinachosoma, na wengine wapiga switch off, hata inapiga kelele. Na sallallahu alaihi wasallam, yeye ilikuwa disco, ongea DJ, ongeza speaker, ongeza bass, weka tune, weka CD, mambo mengi, tutawasikia raha. Shetani wa kuchezea ona raha, lakini Qur'an yukra wa yutla, na mtu azima switch na iko dakhil masjid, yuko msikitini, kanahu yataadha bi sauti al-Qur'an, anapata udhio na sauti ya Qur'an, ambayo takana Qur'an ndio ni mziki wetu, raha yetu ya nafsi.
lakini mtu anaizima kwamba haina kelele sana. Wewe utakiwa kusomea ruqya aswa, kuna jini, kuna mnyama katika nafsi yako ambao akiwasha Qur'ani na yuko msikitini asoma tarawih la yusalli wa yajlisu fi masjid wa yatadandan yatakallamu umuran la faida fiha, azungumza maneno ambayo hayana faida na yuko msikitini. Hao waliyadhu billah, je, istafaru bi Ramadhani? Wamefaidika na Ramadhani au watu wameenda akina mama wetu ambao nyumbani kupika futari tu, kupika bajia tu, kupika vitamu tu? Je, wamefaidika na Ramadhani mama zetu? Inafika saa 9 anamwambia somo liko hapa, makammalat Qur'ana, hakumaliza hata juzu moja ya Qur'an. Shughuluna tabqun, shughuli yake ni kupika tu. Hii ndio shughuli zetu mama zetu wengi. Masafadna bi Ramadhani, hakustafidi, hakupata faida kama ni Ramadhani. Hal ghayyara wana Ramadhani? Je, Ramadhani yubadilisha? Ulikuwa uvai hijab lakini leo unavaa hijab بسبب دروس التي سمعت في رمضان، kutokana darasa mbalimbali zilizosikia katika Ramadhani. Je, umebadilika? Hal ghayyaraka Ramadhan au ma zilta kama kunta au anta imaa, kama qala Islam, la takun imaa, usiwe mtu afuata bendera. Wakisema wakipata wanasema ahsanu, umefanya vizuri, wanakikosea wanasema umekosea. Wewe unaenda ujue na wapi. Almu'min fatinun, muumini ni mwenye akili. Walmu'min la yudabu fil juhri marratayn, muumini haumu kwenye shimo la nyoka mara mbili. Maana dhalika idha akhta la yu'idu al-khata marratayn, akikosea kosa fulani arudi mara mbili. Yuko na tahadhari kufanya kosa mara mbili. Hii ndio asili ya Uislamu. Watunubu al-ihsan, walipata sana walikuwa wanafanya dhambi mwezi wa Ramadhani na maasi mbalimbali. Walaita shairi min al-maqbul minna fanuhandihu, wallahi ni kheri sana kwa mtu alifanya kheri katika Ramadhani, tumpongeze, tumpe pongezi. Hani'an lak, pongezi kwa wewe. Yaumul qiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wale watu waliofunga Ramadhani kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala atawaita kwenye mlango wa Rayyan. Rayyan mlango hasa waliofunga Ramadhani. Kwa dhalika nuhanni'uhum, tunawapongeza, tunawapongeza pongole kwa mtu aliyefunga Ramadhani kwa ajili ya Allah, yule aliyeleta maji Ramadhani nzima. Pongezi. Mlango wa Rayyan inasubiri mtu kama huyo, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman falahu ajru sa'im la yanqusu min ujuri shay'an, au kama qala alayhi salam, yeyote yule atakayefuturisha aliyefunga saumu Ramadhani atapata thawabu yule aliyefuturisha, wala ipungue ujira wake hata mmoja. Walidhalika nuhanni'uhum, tunapongeza waliofuturisha watu, kwa ni sababu ya kukata kiu ya watu waliofunga Ramadhani katika msikiti huu. Allahu bikhair. Na wale waliopika pilao, Allahu bikhair. Watu wamekula wakashiba kwa ajili yako wewe, Allahu bikhair. Ramadhani imekupatia faida ya kupika, Ramadhani imekupa faida ya kunywa watu kinywaji. Endelea, istamir bi fi'li, endelea katika maisha yako kulisha watu, usisitishe maisha hayo. Manake madha alama Ramadhani, Ramadhani imekufundisha nini? Kwamba takiwa watu wawe na mahaba, watu wawe na upendo, watu wawe na kusaidia watu. Wewe ukapika pilau Ramadhani, Allah akulipe khair. Yule anayonyesha watu maji katika Ramadhani tarawih, Allah akulipe khair. Na wengine pia waendelee hivyo. Akataya pale ni Muslim, hii ndio inafaa katika Uislamu kuendelea maisha kama haya. Si watu kuona uchoyo katika nyoyo zao, watu wanasaidia jamii yao peke yake, wanaona wengine si Waislamu. Kuluna muslimun, sote ni Waislamu. Al-akhillahu yawman ba'duhum li ba'd adu ila al-muttaqin. Waislamu wanadui wote yaumul qiyama, watu wanakuwa maadui ila watu waliopendana kwa ajili ya Allah, walikuwa wachaji Mungu. Allah rabbuna, Allah ndiye Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Qiblatuna wahida, qibla yetu ni moja. Qur'anuna wahid, Qur'ani yetu ni moja. Naqra Qur'anan wa naqra surat al-Fatiha kulluna jami'an, la fadla li-arabiyya la-ajami lam taqwa. Hakuna bora baina Mwarabu na Ajami, yule mtu asiyekuwa Mwarabu ila kwa uchaji Mungu. Inna akramakum inda Allah atqakum. Madha allama fi Ramadan wa madha istafadta bi Ramadan wa min al-makrud, na nani aliondolewa katika roho ya khairi Ramadhani, wa nu'azzihi,
tumpatie taazia, tumpatie condolence. Huyo mtu kama maiti aliyepata hasara Ramadhani, bana aziz, tunampatia mambo ya nini? Mambo ya mkono buriani. Tunamwambia bana pole sana, kana mayit, kana kwamba yeye ni maiti, mtu aliyefariki kabisa kwa sababu ya hasara alipata. Amepata hasara mtu yote alikuwa Ramadhani, la yaltaji durus, angeshika kikaa hapa yotoka, hawezi kusikiza darasa, hawezi kustafidi. Unaka baadhi nas hata mtamrana, hata tende moja hajaweza kulisha mtu katika Ramadhani, alistafata kwa Ramadhani. Je, mstafidi Ramadhani hata tende moja, hata ndizi ndio kukata kusaidia watu, na shekhe wapiga kelele kupulisha watu mafaali. Kwa dhalika nuhanni, tunapongeza tukiomba Mwenyezi Mungu ya mimba kwa kujitolea fi sabilillah kulisha watu na vile vile kulisha watu maji kwa ajili ya Allah. Allah azidishie maradu subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, katika baadhi ya mambo muhimu sana kufanya baada ya Ramadhani, al-istiqama, mtu kuwa na msimamo. Allah subhanahu wa ta'ala sema, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale watu ambao wamesema Mola wetu Mwenyezi Mungu, Allah rabbuna, idha asabaka musiba falillahi narji, ikipata matatizo turudi kwa Allah, hawezi kwa mganga. Maana kisibili watu wanataka utajiri kwa haraka, wanasema kitu kizuri akija haraka, kitu kizuri akija haraka. Wewe kuishi miaka 31 na Allah akufungulia, inabluwakum, ili awape mtihani. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, usiangalie watu walio juu kwa maisha itawapelekea mkufuru Allah, muangalie watu walio chini katika maisha. Anailala kwenye boksi barabarani ukipita na gari lako, muangalie yule. Ndio shukuru Allah wewe, hata kama una nyumba ya udongo, lakini alhamdulillah wala kwa nyumba. Usiangalie mtu aliye juu kwa maisha, yaishi kwenye maisha ya fahari, utakufuru Allah, utakuwa kama wale makufari wananyua mkono nasema Mungu ananionea. Allah ana mtu yote, mtu akiumbwa Allah anatuma malaika, akishapuliziwa roho wa yu'maru bi arba, anaamrishwa mambo manne: bikatbi rizqi, kuandika riziki yake itakuwa mgani duniani, wa ajali, muda wake kuishi duniani itakuwa muda gani, ashaqiyu na msa'id, atakuwa mtu mwema au mtu mwovu. Ndio maana wengine wanapiga dawa mpaka wanawekea sikio hivi, jamani, kwa Muislamu anakataa, lanahu kutiba lahu shaqawa, ameandikiwa uovu. Je, utafanya kutabangi usema Mwenyezi Mungu ameandikia inna Allah la ya'muru bil fahsha, kwa hakika Mwenyezi Mungu amrishi uovu kabisa. Usivute bangi na kufanya maovu usema Allah ameandikia. Chako umesema kwa mtu anaandikiwa uovu au mwingine anaandikiwa wema. Imanu fa kullu muyassaru lima khuliqa, kila mtu afanye matendo mema, kila mmoja karusishiwa kwa mkono anaandikiwa. Maana ni ilmu al-ghaib, hatujui tuandikiwa wapi. Na lengo, ukienda kwenye madrasa ndogo hizo, uliza watoto wadogo, limadha khalaqa Allahu al-khalqa, kwa nini Allah aliumba viumbe wanadamu? Khalaqa Allahu al-khalqa li'ibadati, Allah ameumba wanadamu ili kuabudu. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Hadha huwa aslu al-khalq al-insan, hii ndio asili ya wanadamu kuumbwa. Hajaumba wanadamu kuacha swala kwenda biashara zake. Hadi min al-masail al-thanawiyya, second option, kutafutia mtoto wa riziki yake, swali kwanza, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Idan Ramadhani itakiwa baada ya Ramadhani kuisha tuwe na istiqama, msimamo katika dini. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, kwa hakika wale wamesema Mwenyezi Mungu ndio Mola wetu katika kila jambo, Allah ndio Mola wetu. Wa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum min al-barri idahum mushrikun. Hata hali ya makafiri wanapopanda jahazi wanakuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakimwomba wakiwa wanamtakasia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisin, kwamba Allah ndio mmoja wao yunajini min hadha au min hadhihi musiba, kwamba Allah pekee ndiye anaweza kuokoa katika msiba huu. Wa idha rakibu fil fulk, bidhalika arafu anna Allah huwa rabbuhum, walijua yaqini wal makafiri makureishi wa zamani mola wao ni Allah. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, iwapo utauliza wale makafiri kwamba nani kaumba mbingu na ardhi, wote watasema ni Allah subhanahu wa ta'ala, wote wanafikiana. Na ndio maana watu husema kwamba sisi tunaabudu Mola wetu, Allah ndio Mola wetu, lakini tunarudi kwenye tauhid uluhiyya au rububiyya wal asma wa sifat, khasiru fi dhalik, wapata hasara katika jambo hili.
Ndugu zangu Waislamu, anasema Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, au kabla hiyo, qala alayhi salatu wassalam, alikuja mtu mmoja amwambia Mtume, ya Rasulullah, niambie jambo ambalo kwamba sitoweza kamwe kuuliza mtu mwingine baada yako wewe. Hilo jambo kiniambia, sitouliza mwingine yote. Mtume akamwambia nasaha, qul amantu billah thumma istaqim, sema nimwamini Allah kisha uwe na msimamo katika imani yako. Usinulie na thamani ndogo tu Ulaya au badilisha msimamo wako. Usiambie kwamba jamani, ukiingia kwenye kazi hapa wewe leo hakuna kwenda kusali na unakubali pale ati dharura. Ad-darura tuqaddaru biqadariha wa ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Dharura inaangalia kiwango chako. Mtu akunyime uhuru kuabudu Allah, akwambia kazi hapa hakuna kwenda kusali na wewe unakubali. Allah, man taraka shay'an lillah awadahu Allah khayran minhu. Yote mwenye kuacha kitu kwa ajili ya Allah, Allah humpa bora kuliko ile. Pengine unafanya kazi labda kupanga mikate, labda kupanga bandari za unga, lakini ukiacha kwa ajili ya Allah kwamba hii ni masala, Allah atakuwa bora kushinda hiyo. Kwa hivyo istiqama, msimamo katika dini. Mtoto wa kike ambaye jilbab yake, kijana wa kiume ambaye Kiislamu, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Enyi wanadamu, chukueni mavazi yenu mazuri mnapoenda kutekeleza ibada. Mwingine mtu kama Imam Albani rahimahullah alifa kitaban fasamahu alqawl mubin fi afdal almusallin, akatuma kitabu akaita kauli liwasi katika makosa wanaofanya wenye kusali. Akataja wengine wanaswali wamevaa vazi ambalo kwamba migongo yao yako wazi, wala aura mabaina surrati wa rukba, tupu wa wanadamu wanaume ni kuanzia kitofuni mpaka kwenye goti. Kwa mtu akisujudu mgongo kwa wazi, unaswali nini? Wasali uchi, anta auran, uko uchi. Kwa hivyo hivi ni vitu ambavyo kwamba nataka watu wawe na msimamo. Unapenda kusali, tekeleza ibada kaanaka salatu muakkad, kaanaka tusalli salatu muakkad, unasali sala ya kuaga au kusali tena, unasimama mbele ya Allah. Leo unaangalia kwa kiongozi wa nchi mwembamba, lazima utapiga koti, utachana nywele, utatengeneza nguo zako vizuri, wewe kiongozi wa nchi. Hadha huwa Allah. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقول الله سبحانه وتعالى كان قبل المونا ومحال يذكر الله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله يذكر مونا لكن يتوقع سبحانه وتعالى. كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون. يوم القيامة نعمة قوة ونعلم وإسلام وتمنى الله سبحانه وتعالى، وتمنى الله عيانا كما بيتنا mwezi juu, tunaona Allah subhanahu wa ta'ala, hadha huwa rabbuna. Lakini kufar hawatamwona Allah. Kalla innahum min rabbihim yawmaidhin la mahjubun, watawekewa pazia, hawatamwona Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaribu kuchungulia muone, lakini kila muumini muwahhid, si kila muumini, kila muumini mwenye tauhid aliyefariki hajashirikisha Allah, hana mambo mengi kwenye nyumba yake, aweka mayai tu. Mayai ya nini? Istiqama fi din, Allah huwa rabbuna. Kwani mtu anaenda kushirikina atameweka mayai kwenye nyumba ile na nyumba mayai ni nini? Allah subhanahu wa ta'ala, wa in yamsakum Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Allah akitakia jambo la khair, akitaka shari kupata, labda barabara unywe kabisa, unaona hii najali leo Allah amepanga na ajali yako, hakuna ansabu, hakuna mtu anaweza kuzuia. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, akitakia khair hakuna yote anaweza kukataa ile khair. Ndio maana Ibn Abbas radiyallahu anhu anafundisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia, la in tamat al-ins wal jinn ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, wa in tamau ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk, rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Wanadamu wote wakaungana wataka kukunufaisha, uende ukwasi ya wakwasi katika mji huu, watajiri wote wewe ndio uwe front mbele kabisa, hawezi kunufaisha ila kile Allah amekuandikia wewe. Na wakitaka wewe kudhuru wewe pia, hakuna yote baada ya kukaa chini wakapanga mipango yao, atake huyu bana kuishi Kisumu hapa atakapomu, hakuna yote anaweza ila kila Allah amekuandikia. Je, kuna mtu yarusha bunduki amesimama hivi, bunduki inatoka na kuga huko na iko hapo, Allah katakala uzani, hakuna kitu cha kupata. Istiq billah, kuwa na ukweli na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakuongoza. Ihfadhillah yahfadhuk, ihfadhillah tajiduhu tujahak. Kuhifadhi Allah, kuhifadhi ni kufuata maamrisho yake. Uwe unaswali kwa time, uwe unafanya ibada katika sheria, au una bid'a wal khurafat
na unaweza kuwa na mshindani mpaka يوم القيامة. Ana sakratul maut inakupata baada mtu anashindana tu kwamba ile jambo ndio sawa, unakufa katika sumul khatima. Alhaq bayyin, alhalal bayyin, kila kitu kiwazi, lakini istiqama imeshinda watu katika maisha yao. Kwa hivyo ndugu Waislamu, Abubakar Siddiq anazungumza katika maneno haya kwa sababu ya muda. Qala Abubakar radhiallahu anhu, istaqamu fi'lan kama istaqamu qawlan. Pale Allah anasema hakika wale ambao walikuwa na msimamo wakasema Mola wetu ni Allah na wakawa na msimamo. Abubakar anatafsiri asema istaqamu qawlan fi'lan, walisimama wakawa na msimamo katika dini yao kwa vitendo, kama istaqamu qawlan, kama walivyosimama na msimamo katika maneno yao. Hata maneno pia kuna msimamo. Yakulu alayhi salatu wasalam, anasema Mtume alayhi salam katika hadithi yake, qul al-haqqa walau kana murra, sema ukweli hata kama inauma. Na kusema ukweli mbele ya sultan ni ibada kubwa sana. Kumbia kiongozi kwamba hapo umekosea, hapo umesema nzuri, lakini kwa nasaha nzuri tansahu, wamshika kwa mkono wako, kama Imam Shafi rahimahullah asema an-nasihatu amama al-ma'i fadhiha, kumnasihi mtu mbele ya watu ni fedheha, unamtia aibu au na haya aweza kumchukia, lakini uende dukani lele mpige kahawa mzungumze umeshaka hapa ilikuwa hivi na hivi ndio sahihi. Kwa hivyo dini yetu lazima tufanye istiqama baada ya Ramadhani na fi Ramadhani. Idhan swali kwamba hali istafadna bi Ramadhani, je, tulipata faida kwa mwezi wa Ramadhani? Idha kana na'am al-mutabbiq, ikiwa ndio, je tufuata? Wa kana la madha na'mal linastafida mara thania, ikiwa hapana tufanya bidii ili tuweze kupata faida baada ya Ramadhani kuisha. Maana baada ya Ramadhani hii hatujui kama wengine watakuwa hai, Allah anajua peke yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa sallu ala nabiyikum kama wa'ada Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an.